Nilizaliwa kijijini chini ya mbuyu kubwa. Ndoto zangu zilikuwa nyingi kama nyota angani. Mama Esther. Mama Esther. Abe mume wangu. Hebu kidogo. Uko umeshalala? Hebu geukia huko. Mama Esther. Mimi kwa kweli nimeshindwa kuvumilia kijijini hapa. Kwa kweli nimeshindwa mke wangu. Sijui nifanyeje ili niweze kufika mjini katafute maisha. Hali sio hali hapa vijijini. Nikienda kuangalia, Mungu alitupa watoto wawili. Mmoja wa kike, mwingine wa kiume. Ila nisipofanya juhudi zangu nikasomesha mtoto Elfas, sijui kama nitafikia ndoto zangu nazohitaji katika kwa huyu mtoto. Mume wangu, wewe unakata tamaa mapema hivyo. Kwa nini tutapita tuko kijijini? Kuna mashamba tutalima. Sio hivyo. Kwa sababu unavyokumbuka tunavyolimaga mazao hapa, jua likisha pika tu chakula kinafanyaje? Kinakauka. Sasa hatuna muhimu mama. Wanaume wengine wanachakalika pale mjini, wanatafuta vyera, wanapatia familia zao. Na wewe mtoto bado unahitaji mimi aendelee kusoma shule. Ile nacho kusingatia kukwambia, nakupenda mke wangu. Nataka Elfas asome. Esther awe nyumbani tu, ni mtu wa kusaidia kazi mke wangu. Sikukuwa kwa ajili kwamba unakuja kuteseka. Unaelewa? Mume wangu, kwa nini Esther asome? Na maana yangu. Maana gani? Mtoto ana kisawa. Una maana gani? Tumbague kwa nini? Hamna, habaguliwi. Ila mimi najua kwamba kwenye familia yangu mimi sipendi mtoto wa kike nimsomeshe katika familia yangu. Nampenda mtoto Elfas asome. Yeye ndio jembe ambaye ananitegemea, ambaye anaweza kanifanyia maendeleo hapa nyumbani. Hebu angalia mke wangu Mama Esther. Tunavyohangaika hapa huku na huku, tunakula mlo mmoja kwa siku. Bora mimi niende nitafutie mtoto akazidi kusoma, na kesho na kesho kuta huwezi jua huyu mtoto anaweza akatuweka pazuri, anaweza akatujengea hata nyumba nzuri. Sio kwa kwa unasema. Nina bibi tunakusikiliza. Ndio vile mkao. Upende. Ila mimi nitakavyowaje kwamba kesho naondoka asubuhi. Niwe na basi ya kwanza. Sawa? Sawa. Esther baki nyumbani akusaidia kazi mke wangu. Mimi nakujua nakupenda sana. Au umekasirika kwamba naenda mjini? Usianze kukasirika. Usikasirike my dear. Usikasirike, yani maisha. Tutafute maisha. Sio lazima tulime. Mama tunauma. Ungetaka kulima. Moyo, tulezi kalima si chakula kinakauka. Sawa. Sawa nangu nako. Tukapumzike basi mke wangu. Mama Esther. Mama Esther. Hebu leta mkote hapo haraka, nimechelewa bwana. Fanya haraka.
Fanya haraka. Sasa kama nimeshachelewa. Mama yangu. Unapata kweli basi? Hebu leta mkoti haraka. Sasa mbona hivyo na haraka mume wangu? Na haraka sababu naacho na basi mke wangu. Naomba mkoti niondoke. Nataka nikuoneone. Naomba mkoti nimechelewa. Sawa. Na kuomba zingatia mambo ambayo tumeongea na usiku. Sawa mke wangu. Nikuambia ili fasi asome. Yeye stabaki nyumbani kusaidia kazi. Afajia hapo nje walivyong'aa hapa saizi hapa. Sawa? Sawa nakuelewa mama. Ili fasi asome. Naondoka na kutafuta maisha mjini. Sawa nakuelewa mama. Naomba mkote mke wangu nisichelewe ninacho na basi. Sawa mama. Sawa. Na maana nakupenda. Sawa? Sawa mama wangu. Okay. Mambo ni ya familia yangu. Sawa? Bye. Haya sawa. Haya mke wangu sawa, asante. Kwa hiyo mko tayari kwa ajili ya kujifunza? Ndio. Sasa leo tunajifunza juu ya somo la nini? La Kiswahili. Kiswahili. Ndio. Ndio. Kiswahili. Kiswahili. Ndio. Ndio. Kiswahili. Haya, leo tutakuja kujifunza mada mpya. Tunajifunza mada ambayo ni mpya. Mada ambayo ni nini? Ni mpya. Ni mada ambayo inatushirikisheni sisi kila siku. Si ndio? Na mada inaitwa sema kualika. Kualika. Na. Kuitikia. Mialiko. Kualika. Na. Kuitikia. Mialiko. Sasa katika mada yetu ninahisi kwamba hii mada sio ngeni, si ndio? Umesikia neno linaitwa mwaliko. Wangapi wanajua walishapata mwaliko wowote katika maisha yao? Wangapi? Kama niambia kwamba wote mlishani. Yeye hajawahi? Naomba nisikie kutoka kwa Esther. Nimeshaiona kadi ya mwaliko ambayo alitetewa mama. Alitetewa mama, ndio. Ila ambao umesema ni harusi, si ndio? Unakumbuka nini ambacho kilikuwepo kwenye hiyo kadi? Niliona kubwa kuna maandishi makubwa. Maandishi makubwa pale juu yamepigiwa nini? Mstari. Sasa katika asante, pigia makofi. Asante. Yeye amesema alishaletewa, aliona mwaliko wa mama, aliletewa vikaratasi kama bahasha. Ni bahasha ambayo na yenyewe ilikuwa na maua, si ndio? Sio hizi bahasha hizi ambazo unaona wanaletea pesa wanafanyaje, ilikuwa na maua, si ndio? Basi hiyo ilikuwa ni mwaliko wa anasema wa harusi, lakini ulikuja kwa namna nyingine ambayo ni mwaliko kupitia kadi. Kadi ya nini? Kadi ya mwaliko? Kadi ya nini? Kadi ya
ya malipo. Kadi ya nini? Ya malipo. Kadi ya malipo. Kadi ya malipo. Kadi ya nini? Ya malipo. Kadi ya malipo. Maana yake anachokimaanisha ujumbe ule unahitaji mama kwenda kuhudhuria juu ya ile harusi ambayo ni ya ndugu yake au ya jirani yake. Kijana vipi wewe? Sasa wewe kijana vipi? Tulia. Tulia. Kijana wasitulia. Tulia. Nasema tulia hivyo. Nini? Sasa tatizo nini bwana? Tatizo tulia, hapana usiniue. Tulia. Usiniue. Usiniue. Hivyo hivyo kama nilivyokuambia. Sasa kijana vipi? Usiniue. Tulia, usiniue. Tulia hivyo hivyo. Sasa simu yangu jamani, naomba sasa unipe kala ine tu, unibaki kala ine kangu. Naomba kala ine kangu, simu chukua. Unakusajera. Sina hela. Hata umechukua na simu na hela tena. Yaani vijana wa siku hizi. Usiniue jamani, usiniue. Hapana, hapana. Nia hivyo hivyo. Hapana. Sasa nia. Nia hivyo hivyo. Sina hela. Unakusajera sasa. Sina hela. Haya. Nyuka. Nilizaliwa kijijini chini ya mbuyu kubwa, ndoto zangu zilikuwa nyingi. Jamani. Wow. Mke wangu. Nimekumisi mke wangu. Nimekumisi pia. Aisha, wow. Sababu nyumbani. Basi asante mke wangu. Umependeza. Umefurahi mke wangu vipi? Asante sana. Asante tu. Mshukuru Mungu. Asante. Aizo hapo kwa hiyo. Karibu. Aise. Nilizaliwa kijijini chini ya mbuyu kubwa, ndoto zangu zilikuwa nyingi kama nyota angani, lakini baba aliniona dhaifu. Mwanamke si kitu, alimpa kaka kila fursa, nami nikasahaulika. Napambania ndoto yangu hata kama ni kivuli, hata kama ni jua kali, sitarudi nyuma. Ndoto yangu ni taa gizani, ni mwanga wa maisha. Nitainua sauti yangu, Esta si mdogo tena. Nililia usiku mwingi nikimwomba Muumba nisome hata kwa mwanga wa taa ya chemli. Walinizomea sokoni, wakaniita nyinga, lakini kitabu mkononi kilikuwa panga wangu. Naombania ndoto yangu hata kama ni kivuli,
Baba Elifasi. Baba Elifasi. Mtongo. Chakula tayari. Nakuja. Elifasi. Elifasi. Baba Elifasi. Baba Elifasi. Mtongo. Chakula tayari. Nakuja. Elifasi. Twende kula, mama yako ametengeneza chakula, twende kula. Yana chozi hapa. Asante. Asante mwanangu. Kama una wasiwasi vipi? Au naumwa? Umefurahi? Pia mimi nimefurahi. Mtongo. Bema. Mimi hizi mboga sana. Asubiri kwanza tuombe. Tuombe basi. Mbona umechelewa? Unajua mimi nina njaa. Tuombe. Mwenyezi Mungu bariki riziki, bariki tena kutumikia katika nguvu katika miili yetu, nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Kwa kijana. Elifasi mwanangu. Mbona kwa tonge kubwa hivyo? Mkubwa wewe ndo unazingua ili tonge kubwa hii. Tabia mbaya ujue hiyo. Wewe bi mkubwa unazingua. Yaani kaugari kenyewe kadogo haka afu nasema kwamba tonge kubwa. Tabia gani hizi ambazo unazalisha hapo kwa watu wa chakula? Kawaida bwana, mbona mimi naona wewe ni ugali kwanza unanipelea. Mamister. Uza kama mtoto, ngoja mtoto ale bana ugali. Mbona kama mtoto sana maneno? Haujui mtoto wa kiume? Tule mke wangu. Uli mtoto. So wangu kitu anachokifanya hapa. Sasa achana navyo. Tuendelee kula mke wangu. Hiyo kumnaendelea kuzoea, mimi naendelea kula. Sawa. Hebu tule. Sawa. Uli mtoto. Ngoja ale. Tule. Sasa mboga tamu. Wewe mtoto wewe. Kama mnataka mimi nile. Kama mtaki nile mseme niondoke. Kula. Mama. Tule. Wewe ndio unamvimbisha kichwa, si ndio? Simvimbisha kichwa. Hii ni chakula, tule. Huyu ni mtoto mama. Anapokula hivyo anakula vizuri. Mimi naona anakula vizuri. Mimi naona anakula vizuri. Kwani anakula vibaya? Wewe endelea kumjaza saa kichwa. Baba. Sasa kama tonge sisi tuendelee, achana na mama yako. Unajua mama yako ana maana ya ajabu. Unajua mama anamzingua. Hebu kula mwanangu. Unajua sisi hapa na watoto wa kiume. Kula wewe unakutegemea ndio jembe langu. Yaani kutegemea wewe. Sasa baba na wewe kule mjini uko kumeenda, mbona hujatetea hata zaada hata kidogo? Wewe. Kijana, maisha magumu. Yaani bora hapa. Mbona nasikia mjini kuna maisha mazuri baba? Maisha wapi? Kwa maisha pale baba. Pale watu wanauza karanga. Mtu ameulamba suti yake kabisa, kwa akija hapa vijijini kweli akatoka mjini. Sasa wewe kule kunaenda kufanya kazi gani? Kijana wangu. Nimekubwa hata kwa aditia tu. Wewe umeenda kufanya kazi gani? Baba, nimepewa nianze kupima mkaa. Nianze kupima mkaa? Mama Esther. Bemi wangu. Watu tumekula hapa kisiona Esther kwa wapi? Elifasi yako hapa. Lakini Esther kwa wapi mwenyewe? Nakuuliza, Esther kwa wapi? Esther anaenda shule. Unasema? Esther kaenda wapi? Ameenda shule. Ukampeleka wewe. Nakuuliza? Mimi ndio nilimpeleka shule. Umeona wewe umpeleka shule. Si ndio? Nikwambie Esther sitaki asome mimi. Huyu ni mtoto wa kike. Nimsomesha Elifasi. Huyu mtoto wa kiume ni jembe ambalo anategemea. Huyu
nitoa umaskini. Sio kwamba unasomesha mtoto wa kike huyu. Mume wangu, kwani unaongea maneno makali hivyo? Kwa hiyo wewe unaona mambo unayotenda hapa utaki unitendea hapa kwangu ni mazuri. Sipendi Esther asome. Esther huyu ataolewa kesho na kesho kutwa ataenda kwenye familia zingine. Huyu hata kujali kama mtoto wa kiume. Unaongea hivyo kwa vile hujui. Kwa hivyo sijui. Wewe unaonekana hivyo sina akili, si ndio? Niambie sijui. Sina akili. Unanipanda kichwani, si ndio? Samahani. Wewe. Jiangalie. Huyu pumbavu sitaki kusikia tena. Huyu pumbavu sitaki kusikia tena. Na kama umenielewa. Esther baki hapa sienda shule. Na nimeshamaliza hivyo. Na sirudi tena. Tenkolengera hai. Mama. Marahaba mwanangu, jambo. Jambo. Za tusheni. Nzuri. Karibu mwanangu. Esther mama. Be. Ndio mara moja. Nimechoka. Pole mwanangu, napenda kudeka wewe. Hamna mama. Iba tu umechoka. Nimechoka. Maswali yalikuwa magumu mpaka natamani nilie yalainike. Basi umejitahidi. Nimechoka afu kaka leo hajaja. Hajaja. Picha maji huyo. Yaani Nifanyeje? Afu alikuwa anataka kunipiga. Kuna siku alikuwa anataka kunipiga. Nikajilizaliza akanisamehe. Umeniita mama. Nataka nikwambie mwanangu. Babako amekuja. Baba amekuja? Ndio. Yuko wapi? Yumo ndani. Sisi nikamsalimia, nimemkumbuka. Vipi tena mama, nimesipendukiwa hivyo. Babako hataki usome. Baba amekuja tena hataki mimi nisome. Lakini hivi kwa nini mama? Hataki mimi nisome lakini haki yangu si mimi kusoma. Kwani mimi hapa sitaki kusoma mama? Au mimi sio mtoto wenu mama? Au mimi sio babangu? Wewe mtoto wewe. Unasema nini wewe? Mama nisome, mama nisome. Babako anichanganye. Wewe unichanganye. Hapana mama. Unasema mimi hapo sasa hivi nakutoa makofi. Wewe. Wewe. Mzee Marwa. Niambie mzee wangu. Safi kwema. Kwema, hata siku. Salama tu mzee wangu. Mzima kabisa. Mzima upo. Bwana, jana nilipokuwa hapa na pale, kama vile nilikuona unapita, lakini nikasema labda macho yangu. Si unajua na mzee huyu tena? Ndio mzee, ndio hivyo. Lakini tulijua kukutana hapa leo. Kumbe nilikuwa sahihi. Macho yangu yalikuwa sahihi kabisa. Ndio mzee. Lakini katika muonekano wako sasa, ulikuwa unatembea unarusharusha mikono kama vile yani una stress vile. Nini shida? Mzee mwenzangu. Ndio. Wewe unajua familia. Majukumu ya familia. Unajua pale nyumbani. Hivyo ondoka nikaenda mjini. Ndio. Nikakuta mwanamke amefanya mambo sivyo ndivyo. Nikakuta mtoto wa kike amepelekwa shuleni. Kiambo ni Esther. Esther huyo. Huyo Esther. Na niliondoka na acha maagizo kwamba asipelekwe shuleni, amsaidie mamake kazi hapo. Mzee Marwa. Kumbe ndio maana ulikuwa unatembea unarusharusha mikono. Mzee mwenzangu. Kumbe sababu ningompeleka shemeji mtoto wake wa kike shule. Ndio hilo mzee. Yaani lakini nimechanganyikiwa hapo nilipo. Mbona jambo jema. Kitendo hicho kifanya shemeji ni jambo la busara kabisa. Hata mimi namuunga mkono. Maana alichokifanya ni jambo la heri. Watoto wa kike wana haki ya kusoma. Kwa nini mtoto wako asisome? Kwa nini alifanya asome halafu mtoto wako wa kike asisome? Kwa nini? Alichokifanya ni jambo jema kabisa.
Tizama serikali yetu ni champion, Mama Samia tunaye. Mama wa kike huyo, mtoto wa kike. Kwa nini mtoto wako unamzuia? Mzee mwenzangu, hivi wewe kama wewe umeacha kwako familia unaondoka umerudi, wewe umeacha maelekezo kwako. Umekuta na sivyo ndivyo. Sawa? Wewe mwanamke amefanya ambaye hujamwambia. Wewe ndio sisikiaje? Hivi wewe ndio mwenzangu, hebu fikiria. Wewe unaweza kumsomesha mtoto wa kike? Kweli? Mzee Marwa. Sikia mzee mwenzangu, katika hilo umefilisika kichwani. Ina maana sina akili, sio yake. Sijasema una akili. Nimesema una upungufu katika ufahamu. Hujaamua sahihi. Matusi hayo mzee mwenzangu. Hapana. Alichokifanya bwana shemeji ni jambo jema. Hebu tusifike mbali. Sawa. Alichokifanya bwana shemeji mimi naunga mkono. Wewe umesema nimefilisika. Hata serikali yetu ya leo yupo champion mwanamke. Champion. Sasa mzee mwenzangu, yani wewe unataka kuniambia kwamba wewe umefikia mke wangu vipi? Unataka mnigeuze? Wewe unataka kunitoa mwanamke? Wala. Sikia. Kama hujanielewa. Nakwambia mzee usinipangie kwangu. Jipangie wewe kwako. Kama hujanielewa basi haina shida. Mbona nielewa mwanamke? Haina shida. Wewe uko sasa mkali. Haina shida. Tutaona. Wewe mzee wewe. Fanya mambo yako kusio kwangu mimi kwenye familia yangu. Mbavu wewe sana. Anko. Vipi tena anko? Vipi? Vipi tena? Vipi? Baba. Amekuaje tena baba? Mama hataki nisome. Kwani babako amerudi? Amerudi? Hebu twende kwanza, twende unieleze, twende. Tangulia hapo hapo. Hebu kaa hapa. Usilie basi. Hebu niambie sasa, imekuwaje huko? Mimi baba, mimi nimemkuta mama amekaa kwenye mkeka. Usilie basi, usilie. Akaniambia baba amerudi. Mimi nikafurahi. Mama anasema kwamba baba amerudi hataki nisome. Hebu usilie basi, usilie. Yaani hataki usome. Mshemeji yangu huyu na yeye. Haya, sawa. Sasa iko hivi, sawa? Leo utalala hapa kwangu, sawa? Alafu kesho asubuhi tutaondoka mimi na wewe, sawa? Niende mpaka kwa nyumbani kwenu, sawa? Nitaongea na shemeji yangu, sawa? Sasa hapa cha kufanya? Mjomba. Ndio. Nimeondoka sijaaga. Usijali kuhusu hilo. Mimi nitaenda kuongea naye, kile kitu kitakaa sawa, sawa? Mimi nitaongea naye, usiwazi, sawa? Sasa fanya hivi, sawa? Leo utalala hapa kwangu, sawa? Alafu kesho tutaondoka wote hapa asubuhi, sawa? Sasa cha kufanya, nenda huko kwa shangazi yako akakuandalia sehemu ya kulala, afu kesho tutaondoka wote tutaongea nao, sawa? Haya, acha kulia, nyamaza, usilie. Haya, amka uende sasa kwa kuandalia sehemu ya kulala. Nyamaza, usilie. Haya. Yangu huyu. Yaani Yule mzee yule. Yupi tena? Si mzee Juma? Anataka nini? Alikuwa ananisumbua mchana kutwa. Shida yake nini? Alikuwa ananitongoza. Huyu mzee ba. Yana hataki kukua. Hataki kukua. Mimi mwenyewe juzi tu ninaenda zangu sokoni nikakutana naye. Si akaanza kunitupia mistari. Kaongea nikamwambia baba koma. Wewe ni mtu mzima. Una familia yako na mimi nina familia yangu. Usiniharibie mji. Huyu mzee. Mariam. Leo natashukuru Mungu. Mume wangu amerudi. Wewe. Baba Elfasi huyu. Lini tena? Ndio maana nilipofika tu naona tabasamu, mwanamke umependeza. Si nimekwambia lakini. Aise, maisha kwa kweli yanabadilika.
Ujio wake sijaupenda. Kwa nini? Nataka mwanangu asome. Mwana yupi? Mtoto wangu wa kike Esther. Mle ndo ulimrudi. Sasa mtoto wa kike kusoma wapi na wapi? Mtoto wa kike kusoma wapi na wapi? Tuambizane. Labda mmejipata. Odi odi. Odi Mama Esther. Karibu jirani. Asante. Habari Mama Esther? Salama, karibu tu. Asante jirani. Habari yako? Salama, karibu. Uko salama lakini? Sasa niko vizuri. Za hapa mnaendeleaje? Hatujambo. Mbona nasikia makelele? Shida nini? Si huyu hapa jirani yangu. Eti amempeleka mtoto wa kike shule jamani. Kwani wewe jirani ulikuwa unatakaje? Sio kwamba nilikuwa natakaje. Toka lini mtoto wa kike akasoma? Jirani kumbe naye bado na mambo ya zamani eti? Mambo ya zamani yapi na wewe? Sasa hivi bado tujeelimika jirani yangu. Kumbe na wewe ndio yale. Watoto wa kike wajui sasa hivi na wenyewe wanatakiwa kusoma? Hamna. Achana na zama za kale jirani. Jamani mnanichanganya. Nimsikize yupi? Bojo. Nimeanza kuyakanyaga. Mama Esther. Kwani mtoto wa kike anatakiwa kusoma? Mimi naenda jamani. Nikaangalie mboga yangu inaungua, lakini akisoma mtu hapa. Sijui. Mtoto wa kike akasoma toka lini? Vipi Mama Esther? Nini? Mezidi kwa kweli. Nakiuka maneno ya wanaume. Nasikia moyo unaenda mbio, moyo unashuka. Nasikia mapigo ya moyo yana speed. Shida nini? Ninatamani. Bwana, kuna uwezekano sasa hivi ningempandisha yule mwanaume. Kwa nini unasema hivyo Mama Esther? Atoke mwanangu asome. Huyu mzee amerudi tena yale mambo. I say, mimi nikajua labda atarudi ametoka mjini amebadilika. Kumbe bado tu anazama zile alizotoka nazo huku. Kwa hiyo anataka nini? Anataka mtoto wake akae nyumbani? Anataka mtoto wake amuozeshe, si ndio? Anataka nini huyu mzee? Mbona lakini abadiliki? Ameenda mjini huko, mimi nikajua labda atarudi hata angalau ameshabadilika hata kidogo. Wewe Mama Esther, kwa hiyo msimamo wako ni upi? Jirani yangu, msimamo wangu mimi nitampambania mwanangu mwanzo mwisho. Hapo ndo umeongea. Hapo ndo mwanamke kweli. Yule mtoto naye ana haki. Mbona mawaziri wamesoma hao hapo? Rais wetu sasa hivi ni wa kike ujue. Hebu mpambanie huyo binti naye afikie level yake ya mwisho. Unajua ana ndoto gani yule mtoto? Kwa nini unataka kumkatili hivyo? Mama Esther, pambana, mwache yule mtoto asome na ana haki. Kwa nini mnamsomesha Elifasi afu yeye mumbague? Wewe ubaguzi bana. Na ana haki mwenzenu. Mwacheni asome. Sasa jirani, jirani yangu, mimi nilikuwa napita hapa naenda kwa mzee Mashimba huko kuchukua mbegu. Niliona na marage mazuri. Sasa nikatamani ile mbegu na mimi nipande angalau shambani kwangu. Kwa hiyo jirani yangu, acha mimi nimwahi, maana yule mzee na wewe kwa kwenda shambani mara kwa mara, haishui kwenda shambani yule. Ngoja nimwahi. Asante kwa ushauri wako. Sawa jirani yangu. Zingatia lakini Mama Esther. Sijali nitazingatia. Haya. Shogangu Zuu. Niambie Maria. Yaani bora nimekuona shogangu. Nina mambo yamenikaa hapa. Mambo gani? Na wewe naye unajichimbia sana. Ni wapi shogangu? Shogangu. Kuna kitu nakijua kinachoendelea nje. Najulia wapi? Sasa sikia nikwambie. Jirani yangu kaja. Nani? Si baba Elvas. Kaja. Niambie. Yaani mambo yaeleweki kwa kweli kiufupi. Kaja na nini? Ndani ya kueleweki. I say shogangu. Niambie. Hapo sasa ndo tuanzie. Kwa ninavyoona? Ndio. Pale hamna kitu. Maisha haya kwa sababu nimefika pale, nimekuta mwanamke anachambua tembele. Wewe kuja kwenye line. Umekatoka mjini tena kwa tembele. Hamna cha samaki, hamna cha nyama. Mama silali, yani nakagua mpaka chini ya uvungu.
maisha yanabadilika. Mimi kaja natembea tena. Mimi nilijua ameenda huko atakuja mambo, lakini sasa ugomvi mwanzo mwisho. Si huyu Esther. Yule Esther kaenda shule. Baba Esther hataki mtoto wa kike aende shule. Huyo shoga yangu anayejifanya anajua ya sasa hivi kampeleka mtoto shule. Sasa hakueleweki ndani. Upo? Esther kaenda shule. Unauliza tena? Kaenda shule tena. Kapelekwa shule. Akija kusoma wapi na wapi? Ndio nishaona wapi huyo? Mwanaume akitoka ndani, mwanamke anajitawala. Alafu na yule mwanamke sasa, shoga yangu nikwambia, alipokuwa amefikia alikuwa ameharibika. Sasa mwanamke kavunja kumsikiliza mwanaume wake. Yaani yule nikwambie hawezi kumsikiliza mume wake kwa sababu ashachukua maamuzi. Sasa shogangu, mimi ngoja nifike nyumbani pale nikaangalie mboga, ndo nishakwambia hivyo. Mji umeharibika shogangu. Ameenda wapi? Jioni hii mwanamke ameenda wapi tena saa hii? Mama Esther. Mama Esther. Mama Esther. Mama Esther. Sasa jioni ameenda wapi saa hii? Ameenda wapi? Sasa jioni mwanamke ameenda wapi? Saa hii usiku ameenda wapi? Hivi mwanamke nimfanyaje? Kama sasa usiku amenifungia mlango. Wewe mimi nikaa nje mpaka sasa hivi. Mwanamke. Basi. Yaani yeye nifanyie hivyo nifungia mlango. Sasa ulikuwa wapi sasa unafunga mlango? Ulikuwa wapi? Mdoktari itakuwa ni Esther. Hayupo hapa nani? Ndio kutoka shule. Si ameenda kwa mabwana zake? Umeona? Ndio mimi nakwambia da, ameenda kwa mabwana zake? Hapana, usifikirie hivyo. Sasa hivi yuko wapi mtoto? Mtoto wako wapi? Esther. Esther. Wewe mjomba Esther. Njoo twende. Wai, yaani tutamkuta baba hapa tena. Sawa. Hodi. Karibu. Kaka. Shanga. Kwema, karibu tupo. Asante. Hapa nyumbani? Nzuri. Shimiji. Wewe. Kuna nini? Yaani usiku kucha tujalala kwa sababu yako. Sawa. Hata kama hajaaga msamehe tu, amelala kwangu. Alikuwa kwangu. Kwa hiyo wala hata usihofu. Bwana shemeji yupo? Yupo. Naomba uniitie na mazungumzo naye kidogo. Mume wangu. Namka.
Amani, njoo mara moja. Anakuja. Sasa na uji. Nakuja. Nipe tena. Bwana shemeji, karibu sana basi. Asi, habari za asubuhi. Safi kwema. Kwema kabisa. Mzima wiki hapa nyumbani. Safi tupo, karibu sana. Asante sana. Shukuru baba. Mimi nimekuwa babako leo, unanisalimia? Ulilala wapi? Mimi ni babako. Ulitoka hapa ndani hata tujalala usiku kucha. Bwana shemeji, sikia. Kama hajaaga, msamehe. Amelala kwangu bwana shemeji. Msamehe tu. Kalala kwa idhini ya nani? Nimetoka hapa, amelala kwa idhini ya nani? Sawa, msamehe tu kwa hilo, ila amelala kwangu. Msamehe. Karibu shemeji, karibu. Asante sana shemeji yangu. Wewe? Nitakuputoa mguu, endelea. Sasa bwana shemeji. Shemeji sana. Karibu shemeji sana. Asante. Wewe. Hivi shemeji. Sawa, kabisa. Habari za huko kutoka hapo? Mzima kabisa. Sasa, jana nilikuwa pale nyumbani bwana. Mjomba wangu akaja Esther. Alipokuja akawa analia. Nikajiuliza huyu kapigwa huko nini? Alipofika nikamuuliza mjomba vipi? Kitu ambacho aliniambia hata mimi nilishangaa. Baba amekuja huko akilia sasa. Nikamwambia wewe ni mpumbavu? Babako amekuja umeanza kulia. Unamaanisha nini? Ndo akaniambia hapana. Amekuja baba hataki nisome. Ndo maana bwana shemeji umeniona nimekuja hapa asubuhi kwako. Na mimi kama mzazi wake Esther ndo naomba kujua sasa kwamba kwa nini hutaki Esther asome? Ndio shemeji. Karibu sana, umeleta habari njema. Hapa ni kwangu. Navyo kuambia shemeji yangu mimi hapa. Mimi nasomesha mtoto wa kiume, somesha mtoto wa kike kwangu. Sawa? Ulitambua hilo? Nasomesha mtoto wa kiume tu. Peke yake. Huyu ndio atakuwa jembe, ndio mwangalie, ndio tegemeo langu la kesho. Lakini bwana shemeji, mimi ninavyofahamu, mtoto wa kike ndiye ana haki ya kusoma. Sasa nashangaa kwako wewe unaposema eti wewe mtoto wa kike kwako wewe husomeshi. Unajua sikuelewi shemeji yangu. Yaani unajua bwana shemeji hapo tu ndo nakushangaa. Na iwapo ningejua kwamba utakuja kuwa mtu wa ajabu kiasi hiki, hata dadangu singeoa. Kabisa. Shemeji unafika mbali? Nilikuwa mtu wa ajabu. Mimi sio mtu wa ajabu. Kama nilikuwa mtu wa ajabu, hamngenikaribisha kwa wewe mdogo wako. Nimekuaje mtu wa ajabu sana leo? Mimi ninachokataa ni mtoto wa kike asisome kwangu mimi. Unielewa? Mimi nasomesha mtoto wa leo ni infasi akasome. Huyu ndio taifa la kesho, mimi namtegemea. Ila bwana shemeji, yani ni jinsi ambavyo nilikuwa nakuchukulia. Yani ni vitu viwili tofauti kabisa. Yani mtoto wa kike kwako hataki kusoma kweli? Sasa iko hivi bwana shemeji. Huyu mtoto tunaomba asome. Mtoto ni wa kwako sawa, lakini pia ni wa kwangu. Ila basi nakwambia kwa nia nzuri tu shemeji yangu. Naomba mtoto asome. Naomba afikie malengo yake na yeye. Hatujui kesho atakuwa nani. Tafadhali sana bwana shemeji, nakuomba. Shemeji, njia umekuja na njia hii, rudia na hiyo. Uende kwako. Sawa, lakini mimi nimekwambia, wewe mtoto asome. Utamsomesha wewe? Asome. Bwana shemeji, kamsomesha wewe. Tutaona. Mtaona na nani? Kamsomesha. Tutaona, wewe mtoto asome. Yaani mimi nitoe mahali kule mje kunipangia kwangu? Yaani wewe mpumbavu sana. Shemeji gani wewe unakuja kuniambia maisha kwangu? Na mtaona. Na sisomeshi mtoto wa kike, hata uende wapi someshi. Na Mama Esther. Imo. Hii ya leo. Hii ya leo kama. Ile ikawa hiyo. Hii safi. Asa sikiliza sasa. Asa unajua nini sasa? Wajua mwanangu jana. Demu yule pale juu mwanangu, yule demu wangu yule pale juu mwanangu. Ngani huyo? Unapata yule demu yule. Yule pale kwa Marobi sasa. Yule dada mwenye matako hivi. Anita. Yule anajua ni mtu maarufu hapa. Shampata? Shampata. Unajua mwanangu demu mwanangu jana kaniacha. Uweza amini kaniacha kabisa. Dada Deka. Alafu mwanangu nikwambie.
Wewe unajua mwanangu Mr. Sonya, kama kawaida wewe unajuaga. Mzee penda vitu vikali kama vile wanangu. Mmoja wanangu ule demu nikampokea pesi. Kamchana mwanangu tunajua tena. Kataka vitu lakini wanangu istuka. Mwanangu mngapi? Istuka. Sasa mwanangu mimi nilikuwa sijui kama ndemu wako. Sikia mshikaji wangu. Si bora tu ushukuru alivyokuacha. Wewe vitu bwana, wewe ukaniacha pale ushukuru tena. Bora tu ushukuru. Ukaniacha. After ushukuru kitu sasa. Ulikuwa unamtaka au? Yule. Hakuna hapa mtaa si mjua hapa. Alafu nikwambie kuna chuma hiyo. Ameungua. Mmegonolea nazo. Dada deki. Hivi ni kweli? Yule mdada acha mshikaji wangu. Kwa maana na maana kwamba mimi pale nimeponea tupwe. Yaani yule mdada hapa kijijini kwetu wote wanamfahamu. Sasa sijajua huyu aliingiaje bila kuuliza. Yeye bado vijana labda tumtunze mzee wangu hapa wenda kwa jambo. Mimi namweza mshawishi chochote tulieni bwana. Kwani ni nini yuko? Unajua mimi bado sijampata vizuri. Anita kama marovi pale. Unafahamu? Yule mnene. Yuko. Pole sana. Pole mzee wangu. Pole. Sio nini tena? Yule mnene yule. Huyo. Ndugu umeakanyaga. Dada deki wangu. Unaona yule bounce yule ambaye anapenda kucheza kwenye mpira? Namjua. Gani huyo? Kwa jamaa anapenda kucheza mpira kwenye uwanja pale karibu na nyumbani kwao tu pale kwa nyuma. Yule bounce anapokiingia na sukumaga na troll yule anaweka maji. Namjua. Shampata huyu. Yule jamaa alipita naye. Baada ya kupita naye sio muda mrefu ndugu yangu alikuwa na kaswende. Wewe. Unaona je? Unaona tu bwana kwa nauliza. Mimi nauliza. Yaani juzi tumetoka kupita naye demu juu. Tumepita naye kabisa yule. Ndio maana mimi nikakwambiaje? Angalia msikaji kuacha. Basi hapo nimeisha. Eti tumelanyani? Huyo demu mjui wewe? Nampatapata. Kwanza nilikuwa namsikiliza huyo kijana. Ndio. Ukifika eneo kwanza fanya upelelezi. Unapeleleza hapa mtaa ni salama, usiende kichwa. Ndio. Wewe umeingia uulizi maisha ya watu yanaendaje, wewe unaona kuingia tu. Sasa unaona wewe kwanza umetangaza amekuacha. Lakini pale umeepushwa kabisa yani. Ndio maana ndio pale mimi nilistuka. Sio mbaya kaniacha kijuzi. Kesho jana hiyo hiyo. Nimetoka pale muda jioni kama saa 1 hivi. Si nikachua kule chini kule bondeni kule. Ama wewe sana mshangazi. What? Mshangazi. Alikuwa na ndinga. Mwanangu. Shangaa pale. Fika pale. Chuma imesimama. Cha. Iko simama sasa pale. Shangaa kio. Shuka pale. Aondanga. Sika kuangalia. Akaingia, ndio bwana zunguka huko kwenye mlango huko niambia. Sasa nimefika pale nizunguka pale. Kafungua mlango niambia panda kwenye mchuma mwanangu. Pole. Shangazi kanielewa. Bibi kabisa ile ndio lakini madam anaelewa. Kila vijana wa siku hizi nao wanajitupia. Kwa hiyo vijana saizi ndio mnaona maisha mazuri. Sasa mzee wangu si ndio kabisa nimeramba dume bwana. Umeramba dume? Nimeranyia ndefu nimeramba kabisa. Umeramba dume lakini akiba ya kesho. Yeye si anazo alikuwa ananipa kila siku. Akiba ya kesho ya wewe. Ya kwako? Mimi kama biashara. Kama biashara kwa. Kama biashara. Sio kwamba ndio unataka kumiliki. Hapana, kama jana kama jana. Mara moja tu. Ukakatiwa 300,000. Sasa wewe unaona 300,000 ni hela kubwa. Bwana yeye kama hana hela, wewe mchukue hata milioni 1 uje utugawe sisi. Unajua mwanangu tunazitaka na hili jua. Sasa ilikuwa ni mara moja nimekutana jana hiyo. Sasa mwanangu mbona jamani ametununulia kaana wakati wewe mwanangu wewe unamiliki mshangazi. Malizeni kwanza mshangazi. Maneno lakini mwanangu ngoja nikwambie unasikia mshikaji wangu? Mimi siwezi nikakushauri. Mshangazi mwanangu unajua kuna ndoto ambazo utazipoteza. Na alafu ngoja nikwambie jana sikiliza sasa usio na lao kwa sababu kuongea hivyo na manangu mmoja hivi. Sababu wale huaga wana mapungufu fulani. Kwa sababu hebu fikiria sio type yako kwanza. Hata kimuli amwe ndani. Naona. Kwa mstaki unamuelewa lakini usimuelewi. Shida sisi tunapata maokoto so ummi. Sisi tunapata tu maokoto pale. Sasa mshikaji wangu,
Wewe chukua pesa pale utuletee hapa sio kwenye hiki ndio cha kahawa. Bwana tena na huyu mzee huyu sijui nini madeni huyu sio namba. Tunatafuta pesa. Haina shida. Tafuta pesa wewe. Mimi siko na hizo habari tuachana hizo habari. Lakini tena Good afternoon, sir. Acting this morning. Oh, good afternoon. How are you? We are fine, thank you, sir. Enjoy your seats. Where is John? Is it absent? Is it John absent? Yes. Yeah, stubborn boy. Okay. The lesson of today is just mathematics. And as I told you yesterday, we are just going to talk about shapes and the figures. Shapes and the figures. Shapes and the figures. Yeah. Look at your shape. Are you rectangle? Are you cylinder? Which shape are you? A square. So you are like a square. Okay, fine. So our topic today is just shapes and the figures. Yes, shapes and the figures. So shapes and the figures, there are so many shapes that you know, is it? Yeah, there are so many shapes. Yeah, even here have the shape, right? What's the shape of this? Hey, my stomach is circle. Okay, shape number one, I'm going to draw for you to tell you the name. Let me talk about this shape. This shape just like a house, yeah? A long time ago, these people used to live this kind of a house, yeah? Yes. But this also this shape, there is another one look like this. They have the same name. So these are two shapes, but they have the same name. Who can tell me the name of these shapes? The name of these shapes. And you? Shall say rectangle. Is it true? Is it a rectangle? Yes. Oh, rectangle. And my pupils. No. No. And I told you, you always play in the class. You don't believe. Another one? Always. Okay, yes, sir? Very good. Can you say triangle? Triangle. Very good. I know Esther, she's always clever than you. Can you just share with her how does she read and get this type of shapes? So this one, they are called triangle or triangle. Hello? Yes. Triangle. A triangle is a shape with three sides. With a shape of three sides. So these are 1, 2, 3. 1, 2, 3. So it's called a triangle. The second shape is this one. So today we'll have only two shapes. Which shape is that? Hey, gentleman, over there. Young man. Circle. Is that a circle? I don't know. Is that, how do you say the circle? No. Hey, what about you? Cone. Shall this called cone? The last, the one over there? Sphere. My class genius. Yes, sir? Square. Very good. Can you clap for her? Again? What have you realized? My friend, I have a lot to do. This one is called square. Or you can call it square. Can you say square? Square. Now, I want to give an assignment. Can you go back and read those shapes? Go back and read those shapes. What only one done here? Just a stand up. Very good. How do you get these shapes? You know how to read, eh?
She also read. She told me she read. She studied and make revision. But you are sleeping. Sit down. One more for her. Learn from her. I wish you all the best. Let us see the next lesson. Are you together? Yes. Okay. Bye. Bye. Karibu. Pita mpaka ndani. Karibu sana. Asante. Bado nzima. Salama kwema. Salama kabisa. Habari za majukumu? Salama kabisa. Asante. Karibu kae. Asante. Habari za hapa? Habari za hapa ni nzuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ndio. Tunaendelea na majukumu yetu ya kila siku. Karibu sana. Nashukuru sana. Sasa nimekuja kuona kijana wangu vipi anafanyaje shuleni katika matokeo yake. Kijana wangu anaitwa Elfas. Kumbe wewe ndo mzazi wa Elfasi? Ndio hivyo. Okay. Karibu sana. Nashukuru sana mwalimu. Karibu sana. Asante. Tulikutafuta muda mrefu, nilishafika pale nyumbani, nikaelezwa kwamba ulikuwa umeenda mjini, lakini nilimuona mama. Lakini nashukuru pia umekuja. Ndio. Majibu ya Elfasi kwanza nianze na binti yako Esther. Hii ni barua ya Esther ya kufanya vizuri pamoja na matokeo yake. Pia hii ni barua ya Elfasi ya ripoti za Elfasi. Kijana wako Elfasi mpaka sasa hivi ana takribani miezi 4 hajakanyaga shuleni. Kwa hiyo hii ni barua yake ya kumthibitishia kwamba sio mwanafunzi wetu tena. Mwalimu, sidhani mambo unayoongea ni ukweli. Kwa sababu nilivyotoka nikaondoka nikamwacha kijana wangu hapa, nikajua kama kamleta katika shule ya mzimu. Anafanya vizuri. Leo hii unaniambia kwamba kijana wangu ndani ya miezi 4 hajaonekana shuleni. Ni kitu ambayo siwezi kukubaliana nacho. Hata nikiita attendance ya darasani ikiletwa hapa itaonyesha ana zaidi ya miezi 4. Sio 4, ana zaidi ya miezi 4. Hajakanyaga kabisa shuleni hapa. Siwezi kukupa matokeo ambayo sio sahihi, na kupa matokeo ambayo na mimi naletewa na walimu zeni, mimi kama mwalimu mkuu. Ndio. Na pia swala la Elfasi kufanya mpaka tutoe barua hii, mara ya mwisho alimpiga mwalimu zeni akaondoka. Kwa hiyo hii ni barua tulikaa bodi ya shule na ikapitisha kwamba Elfasi sio mwanafunzi wetu tena. Elfasi huyo ndiye mzaa mimi. Huyo kijana anadilika kupiga mwalimu. Hiyo ni jambo la uonefu. Mnamuonea kijana wangu. Kwa hiyo ina maana Esther yeye ndiye anasoma katika hii shule. Na anafanya vizuri sana. Yeye mleta mimi Esther. Aliyemleta hapo ni mamake. Lakini kijana wangu mimi nilikuwa mtegemea 100% kwamba yeye ndiye atakayeniokoa. Leo kiniambia kwamba Esther yeye ndiye anafanya vizuri. Ni jambo ambalo sikuwa nalo na sikutarajia kwamba Esther anaweza kufanya hivyo. Na hiyo Elfasi hangefikia stage ni kijana wangu, nimemzaa mimi, ni damu yangu. Na kile yule ananiambia kwamba mpaka amefikia kiasi tu kwamba atakufikia shuleni kweli mwalimu. Ana zaidi ya miezi 4 hajaripoti hapa shuleni. Hapa muone. Ni uongo bwana. Na hivi ni barua ambayo inathibitisha, tulikaa kamati ya shule, bodi ikapitisha kwamba Elfasi sio mwanafunzi wetu wa shule ya Mzigu tena. Mwalimu, yani mnavyonijaza sumu. Nitarajia kwamba naweza nikapata kijana bora ambaye anaweza kanisaidia. Kwa sababu mimi nilipata kijana na msichana. Lakini nikasema kwanza ngoja huyu msichana akae nyumbani. Simsomeshi kwa sababu ananisaidia mama yake kazi.
kijana msomeshe, kwa sababu kijana yeye anaweza kanunulia kiwanja, anaweza kanunulia hata gari ama nyumba. Unaona mwalimu? Hayo msichana anaweza kaolewa kaenda kwenye familia zingine. Huyu mimi kwangu hana faida kwangu, lakini Elfas ana faida kwangu mimi. Leo unaniambia kwamba Elfas haijali shuleni. Ni kitu ambacho mimi siwezi kukubaliana nacho mwalimu. Na hilo sitakubaliana nalo. Inauma kweli kama mzazi, lakini inabidi ukubaliane na matokeo. Kiukweli kijana wako ana zaidi ya miezi 4 afike shuleni, na kingine sasa hivi haki ni sawa. Anachokipata mtoto wa kiume anawezekana kukipata pia na mtoto wa kike. Mimi namshukuru Mungu nimebahatika watoto wa kike tu. Niko razi mimi nisile, lakini mabinti zangu wasome. Kwa hiyo sio kwamba eti ukisomesha mtoto wa kiume ndio anaweza kukutoa katika sehemu moja au sehemu kwenda sehemu nyingine. Hata mabinti, mfano mzuri huko kwa rais wetu. Rais wetu Mama Samia ni mtoto wa kike. Ni rais wa nchi ya Tanzania, ni mtoto wa kike. Yeye alipambania ndoto yake, akaweza kufikia ndoto ambazo pengine alikuwa anazitarajia. Kwa hiyo pia hata wewe Esther ana uwezo kuwa mfano mzuri hapa kijijini kwetu. Japo sana. Shukrani mwalimu. Karibu sana na ndio matokeo. Asante mwalimu. Ila hili nitalifuatilia mimi mwenyewe. Nitahakiki kwamba mtoto wangu alikuwa haji shuleni. Ila nitahakiki. Sitakubaliana. Karibu sana. Asante mwalimu. Karibu sana. Shukrani. Nitafuatilia. Kwa bwana ndio hivyo. Naona bwana, na bwana uliakanyaga na wewe bwana. Lakini kwa habari ya mshangazi, hapo nimekupa 5. Sema hapo kwenye gonolea hapo. Utaingere hapo mengisha kidogo. Bwana wewe blaza unamsupportia huyo kijana. Wanangu siku hizi ni hela mshangazi. Sikiliza nikwambie Mr. Sonia. Niambie mkaka. Hapa sisi tunachokitafuta ni pesa. Vipi ndio bwana? Safi. Tupo. Shikamoo mzee wangu. Marhaba, karibu. Asante sana. Mheshimiwa. Ngoja nikae hapa. Sema boss. Mambo yanaendaje? Sema boss. Mambo kabisa. Asante. Siku nyingi. Mzee akupe kitu, mzee akupe vitu. Ongeza vitu mzee, ongeza vitu. Kwanza anzia hapa. Kikombe hichi hapo. Yaani hapo asimko vizuri lakini. Vizuri, bwana tuko vizuri sana. Hapo sawa. Vipi lakini umeadimika? Nipo sema majukumu tu yamenizidi. Ndio. Ndio maana tunaadimika kiasi hiki lakini tupo. Juzi nilikuwa naye binti mnatembea kama vile mna stress. Nilikuwa natoka wapi? Ndugu yangu. Ya dunia ni makubwa sana. Kwa nini? Yaani unaona huyu Mzee Marwa huyu. Mzee Marwa. Mbona hapa tusikate nisikia aliendaga mjini. Kwani imekuaje? Mzee Marwa yule. Hivi mnajua kwa ni shemeji yangu? Tunajua, mimi najua hilo. Unajua? Mnajua? Bwana yule mzee yani mimi simuelewi kwa kweli. Ila si tusikia alishaka aenda mjini. Tunajua bado yupo mjini. Kwani imekuaje? Amesharudi. Amerudi juzi kati tu hapa. Hebu nenda nyoka maana sikuelewi. Maana mzee nyoka moja kwa moja tujue nini shida. Tunaona sikurudi niona nilikuwa na binti yule binti yake yule. Ndio. Yule binti yake bwana. Yuzi hapa alikuja nyumbani kwangu. Akiwa analia vibaya sana. Sasa nikajaribu kufanya mazungumzo naye. Ananiambia kuwa baba yake amekuja. Hataki yule mtoto asome. Anataka kusomesha tu yule kijana wake yule Elfasi yule. Lakini wa kike kwani yule utakaje labda? Mbona kama vile nilikuwa nakaona kanasoma. Yule binti sio kwamba anasoma. Anasoma ndio, mama yake ndo alimpeleka shule. Lakini sasa mzee wake amerudi kutoka kwenye mihangaiko yake, anarudi anagomba pale, anagombeza familia yake kwamba kwa nini ulimpeleka shule, wewe unatakiwa kae nyumbani kusaidia kazi. Mara huyu ni mtu wa kuolewa. Kwani utakaje wewe? Yule mtoto anatakiwa kusoma bana. Yule mtoto wa kike anasoma asome nini wewe? Sasa amekuwa ile binti sasa hivi. Sasa kama ni 17 sasa hivi kwa ile binti. Kwani sasa hivi unaongozwa na nani? Unaongozwa na rais wetu wangu sasa hivi si ni wa kike. Sasa anasomaje ile binti? Usikiliza. Yule binti anasemaje? Ngoja nikwambie. Huyu mzee wa gonolea huyu. Unafikiri atawaelewa kitu?
maana ndio habari zake. Mzee tumefanya nini? Aliwagonga banda. Sasa karibu. Asante habari za kijiji. Karibu tu. Asante. Wacha wenzangu vipi? Mko, aise. Ndio mimi sasa. Habari wewe? Unarudi nini mzee? Mzee na upo? Salama sana. Vipi? Aise. Mpo? Mzee, unafanya vitu wazee. Vitu ndio kupata vitu. Aise. Kwa hiyo gonge hapa mmoja. Safi vipi hapo? Mwingine hii hapa mzee Malwa. Salama mzee vipi? Safi ndugu. Upo wewe mzee? Tupo hapa jirani sawa sawa. Tupo ndugu yangu. Asante sana. Kwa maana tunyaga na hivi vitu. Hivi ndio vitu hapo ndio kijua changu. Sawa kabisa kabisa. Hebu tuendelee na jambo. Unajua nini? Unataka kuninyang'anya. Bwana tofautisha. Ndugu yangu. Unajua huyu hapo jirani yako hawezi kukuelewa kabisa. Kwa sababu habari za mabinti. Huyu ndio habari zake. Kitendo ambacho ulichokifanya kwa yule binti wewe. Naona unaonyesha upendo yule binti asome. Vibaya sana. Jambo jema. Huyu mzee Mtoto akisoma ni vizuri. Kwa sababu na yeye anasoma ana ndoto. Anasoma nini? Hakuna asiye na ndoto. Mtoto wa kike anahitaji ndio wazee wanasema nyingi sana. Ninashangaa hati mtoto wa kike ulifanya vizuri asisome kwa nini? Kwa nini mzee mwanangu? Yule ni wa kuelewa tu. Sasa unamsomesha ili weje? Mimi kama mimi. Wewe unavyo nijua kwangu pale. Unajua msomeshe mtoto wa kike hata wewe unajua hilo. Lazima asome. Kwa mfano sasa hivi rais wetu ni nani? Aliyetangulia ni nani mzee wa kike? Aliyetangulia sisi tuna rais mwanamke. Sasa aliyetangulia ni nani? Aliyetangulia mwanamke. Aliyetangulia kabla ya Samia. Alikuwa mwanaume. Sasa kwa na hilo mzee wangu alikuwa mwanaume. Unasikia mzee wangu? Huyu bwana huyu, yani sijui akili yake ikoje. Mimi hata simuelewaji. Yani hataki mtoto wa kike asome wakati huyo mtoto wa kike shuleni ndo anashika namba 1. Yani mimi simuelewi kwa kweli huyu mtu. Wewe bwana shemeji. Naomba uniheshimu kwenye ndoa yangu. Wakati nimeoa dada yako nikawapa mahali. Wewe usiku unishia kwangu. Niache na familia yangu. Pambana na familia yako. Lakini shemeji, unaona ni mwingine ninachokifanya nisomeshe yule mtoto wenu. Chukua kaenda kusomesha wewe mwenyewe. Lakini mimi ninachosema shemeji, sisomeshe mtoto wa kike. Kwanza mzee baba, unalolifanya mimi hapa nimeshapewa mahali. Mzee nikwambie, unalolifanya sio vizuri. Msomeshe mtoto wa kike. Tena unaweza yule unayemwaminia kwamba mtoto wa kiume unaweza kumsomesha. Yaani mzee wewe, yaani wewe sasa umevuta bangi yani wewe. Hapo umevuta bangi. Yaani huyo unayemdharau ndiye atakuja kukusaidia mbele. Nani? Huyo mtoto awasaidie kwa jirani sio kwa wewe. Naomba tumalize hivyo. Ukienda pale shule, pale Mzigu pale, ukienda pale, asi yule mtoto ni kichwa, genius. Acha kumsifia tu. Sisi tunataka yule wa jamaa vizuri yule wa shule. Pale Mzigu mimi swali nimepokea mahali tiani nazo. Nimepewa ng'ombe 8. Hapo ndo utajua kwamba ni upande wa pili. Sasa umepokea nini? Nimeshakula mahali ya watu. Sawa. Usomeshe mtoto wa kike. Mtoto wa kike ni mtoto tunaomba asome. Msomeshe wa kwao. Kamsomeshe wa kwao. Toka hapo wewe. Mtoto asome. Yule asome naomba asome. Yule aliyekuwa mahali akaolewe yeye, lakini yule mtoto asome. Nakwambia wewe ndio mkulima wangu wewe. Wewe umekaa unajua akili zime. Wewe unatoka wapi wewe? Mbona mna makelele sasa? Wewe mjinga. Tulia bwana. Mkaka ndio unatoka wapi hata? Haiwezekani kusomesha mtoto wa kike bwana. Haiwezekani. Mzee usiondoke mtasikia. Kaa kwanza. Unajua nini? Usipokee mahali sasa. Nimeshapokea mahali. Ng'ombe ngapi? Nani mzee? Nani? Kwenye ng'ombe. Kwenye ng'ombe pale, ng'ombe nani pale? Mwanangu, wawili wa kwangu sasa. Wa kwako? Mtoto wako wa kwangu. Mtoto wako, lakini si unajua mimi nakusupport kwa kila kitu. Mimi natoa ng'ombe, tunachinja pale, wazee wenzangu tunakula pale nyama. Sio kwamba mimi yani chukua ng'ombe za mwanangu mimi nikupe. Kama wewe umemzaa wewe. Siku ya sherehe fanya hivi. Na wale wazee wenzangu. Ila kabisa. Aliogopi, ila mimi nilikuwa na ushauri. Naomba nisikize kidogo. Nakusikiliza mzee. Yule mtoto asome, yule wa kike. Sawa. Uko vizuri. Yaani Esther asome. Esther asome vizuri mzee wangu. Akishasoma Esther, mimi nakupa mfano kidogo tu. Toa mfano. Mfano wa kwanza, rais wetu ni nani? Tuna mwanamke. Rais wetu ni Nyerere. Nyerere alikuwa wa kwanza. Huyu wa Esther ni mwanamke.
wa kwanza, wa pili mpaka amefikia wa sita. Esther si ndiye anakuwa anapokwenda kukua naye utajikuta amekuwa wa saba au wa 10. Kwa mfano sasa hivi Samia ameagiza shule kila wilaya pawe na shule ya kusoma watoto wa kike. Unaona hapo? Tunampa hongera rais wetu. Yuko vizuri. Alafu sasa hivi tuna waziri wa afya. Lakini mzee mwanangu, mwanamke wewe nilikopeleka kijana wangu pale Mzigu, ile shule inafanya vizuri sana. Sawa. Yaani ile katika wanafunzi inaongoza. Na sisi tumpeleka hapo. Yuko hapo. Alafu tuna mkuu wa wilaya. Sasa mimi nikakuta mwanamke amepeleka yule msichana pale nilikopeleka kijana wangu Elfasi. Nikamwona ameshampeleka pale. Alafu sasa hivi mwalimu mkuu ananiambia kwamba wamemfukuza Elfasi shuleni. Wacha wote wasome na Esther asome. Mzee mwanangu. Sasa huyu mzee anataka kuzeeka vibaya. Sasa wewe mimi nimeshapokea mali. Wewe nenda. Wewe unataka kuzeeka vibaya. Huyu aondoke. Wewe nenda. Tuongea baadaye, sawa? Wewe nenda bwana. Mzee wangu. Tuongea baadaye. Shukrani. Sawa. Sawa. Ila wazee wataka kuzeeka vibaya. Sasa eti mtoto wa kike kweli asome? Sasa sijaelewa. Nilizaliwa kijijini chini ya mbuyu kubwa. Ndoto zangu zilikuwa nyingi kama nyota angani, lakini baba aliniona dhaifu. Mwanamke si kitu, alimpa kaka kila fursa, nami nikasahaulika. Napambania ndoto yangu hata kama ni kivuli, hata kama ni jua kali, sitarudi nyuma. Ndoto yangu ni taa gizani, ni mwanga wa maisha. Nitainua sauti yangu, Esther si mdogo tena. Nililia usiku mwingi nikimwomba Muumba nisome hata kwa mwanga. Ongea haraka maana napeleka maji nikapike. Na kuonaga wago unapita sana hapa hivi, labda unakaa maeneo gani? Nakaa pale chini. Hii njia unakaa huku, lakini nyumba ni nyingi sana. Wewe jua tu nakaa hapo chini. Okay, fine. Naitwa Esther. Esther, asema ukweli, mimi nimetokea kukupenda. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji uwe sehemu ya maisha yangu. Hivi uone kama mimi ni mwanafunzi? Uone kama mimi ni mwanafunzi? Haijalishi wewe ni mwanafunzi. Mimi hapa ni mwanafunzi. Haki yangu sio kukaa na wewe hapo kuwa na mahusiano na wewe. Mimi ninatakiwa kusoma, sawa? Haijalishi kwa unasoma, ila mapenzi ni maelewano baina yangu mimi na wewe. Haijalishi kama mimi ni mwanafunzi, natakiwa kusoma, sio kuwa na mahusiano na wewe, sawa? Sawa? Naomba nisikilize kidogo. Nilizaliwa kijijini chini ya nani? Niogopi umande. Mbona leo pamepoa kijiweni? Wamepoa muda bado, watu bado wako na hangaiko. Tuletee moja hapa na wazee wenzako hao tuwe tunakunywa hapa. Hii hapa. Unajua nini? Huyu jamaa huyu ni mbaindi. Siku azingua hizo. Yaani wewe kifika kwenye kijio hiki cha Meranyani. Ni moja. Msiwaze leo kwa ukoto yapo msiwaze. Tunaongeza hivi. Hapo sana. Kama vipi kama mpate mimi mjikue jamaa mmoja amwambie karanga. Bosi wana mimi nimenunua kahawa. Huko. Mimi naagiza kahawa. Haina shida. Meranyani karanga zimekwisha huko. Karanga zimeisha, labda tuagize kwa jirani. Sasa kwa jirani tutachelewa hizo, tuachane nazo. Wewe leta hata hiyo kaa tu. Tukapile kwa watu sasa. Kumbe hii hapa. Sambaza.
Vipi mzee mama? Sema mzee. Vipi mzee mama? Kwanza sipo. Mzee wangu habari zenu bwana? Jema sana. Vipi mbona poa sana? Aisee mzee mama. Kwanza habari ya uzima nikusalimia kwanza. Nashukuru Mungu bwana. Heshima yako. Heshima kwako na wewe pia. Bwana mimi nilikuwa nakusupport sana kwa mambo yako. Lakini mwanangu kuna nini ndugu yako huyu mtoto wako huyu? Unajua Elifasi huyu. Sikia kama gumzo mtaani, ndio nilisikia leo simulijua hilo. Hapo ndio mtaani vipi sasa? Afanye vizuri shuleni au gunzo kivipi? Kwa sababu unajua sasa mambo mengine kugenyeri mtu. Sasa kama vizuri kwa nini? Unajua sisi wote ni wazazi bana. Sasa ukitaka kuongea mada, uongea kwenye point kabisa. Sasa kwenye point kwa hivi. Kwani Elifasi amefanyaje tena? Mtoto wako sasa hivi kama kibaka sasa hivi anakaba watu sasa hivi. Mtoto wangu mtoto wako. Elifasi huyo. Na mimi hizo habari nimeshazipata. So wa kwanza unajua wa kwanza alinipatia lakini kabishia kajua ila baada ya kukabwa ndugu yangu ndio nikaja nikaamini. Hivi mimi siku moja bwana nilikuwa natoka zangu sehemu. Ila pale mtaani kwenu unatuvibaka. Sema tu simjui. Ningekuwa namjua huyo kijana. Ningewapa mchapo luka mimi. Kwani upoje? Kuna kijana hivi mfupi mwenye kamwili sio kwamba na mwili sana. Mweupe sio sana. Naona. Yule kijana bwana mimi nilikuwa nakuja natoka zangu sehemu. Alafu walikuwa vijana wawili. Naona. Kuna kijana tena mwingine kama vile mrefu hivi. Mwangu nilipigwa roba chocho. Simu ikaondoka. Sasa huyo pesa ikaondoka. Nafikiria huyo atakuwa ni mtoto wa huyo mzee huyo. Kwani huyo kijana yukoje? Yaani huyo mtoto huyo. Ina maana wewe mtoto anakupiga roba, humjui ni mtoto yupi? Sura hujui. Ina maana wewe kijana wako mfahamu? Jioni. Kwa hivyo kijana wako Elifasi mfahamu? Simjui. Wewe anaonekana huyu ni mgeni. Yaani watu ambao tunafahamu ni Elifasi huyu. Ningekuwa namjua ningekwambia. Sasa mimi ni mwanangu. Nimemzaa mimi. Hana tabia hizo za udokozi. Wao hana ujira kupiga mtu roba. Wewe ni mzee kabisa. Kijana wao anapiga roba. Kijana mwanangu kuta yuko chocho. Anapenda kuvaa kitambaa chekundu hivi. Ndio yeye. Anavaa kipensi fulani hivi. Wewe mzee. Ndio huyo. Mzee, mtoto wako kwa nini ukubali? Ustabu unaribia mtoto. Kila ukubali. Mtoto wako ni muuni. Ukubali mtoto wako kama ni mwizi. Ni muuni, yani ni muuni, sio mwizi, ni kibaka leo. Sasa maana muuni na kibaka ni nini? Sisi ameshindikana mtaa wetu hapa. Basi kaulize. Yule dogo ni muuni huyo. Yule dogo sana nadili na simu na pesa. Yana kikuta na pesa. Yaani uhuni wote anafanya huyu Elifasi. Simu yangu wote kijana wangu na simu. Kijana wangu anaiba huyo mtoto wako huyo. Mimi niliibiwa simu. Yaani wewe umeibiwa tu simu tu. Na hapa wote anawaliza hapa. Kijana kama ukiona nauza simu, atakuwa ni huyo. Maana simu yangu mimi naifahamu. Sikilizeni niambie. Unajua huyo jirani yangu mzee Marwa hawezi kuelewa hata siku moja. Unajua ni kwa nini? Hapa kijijini haipo takriban miaka mingi sana. Aliondoka akiwa vijana wadogo. Amerudi akiwa mkubwa. Kwa tabia za hapa kijijini hazijui. Ila tunataka kumwambia habari za mtoto wake zimeshashindikana kabisa kwenye mtaa. Na kama anamtetea kwa hizi siku chache ambazo yuko hapa kwenye mtaa, basi na yeye ni mwizi. Kwa kweli. Kwa sababu anaiba, anakimbilia nyumbani, anamkuta baba. Kwa hiyo siku chache. Kwa hiyo mimi namtuma kijana aende kuiba nini tena? Jamani, nataka wewe mzee mzangu. Sikia. Kwa twende pole pole. Uliota mvi na mvi zako hizo. Mimi nitume mtoto aende kuiba. Twende pole pole. Mimi najua hivi. Kama mtoto wangu ameiba, si ndio? Ameleta kitu nyumbani, nitamuuliza umekitoa wapi? Sasa yeye anaweza kufanya kibango hapo. Hawachimbage mashimo hapo. Lakini tumepata ushuhuda kwa huyu hapa alikabwa na kijana wako. Aliyemkaba ni kijana wangu. Kwa maana ni kwamba wewe kwa kuwa unamtetea, unaungana naye, basi wewe na mtoto wako ni lenu moja. Ndio, wewe mzee fanya hivi. Mzee nisikilize. Wewe umetoka kijijini sasa, umetoka mjini huko. Nisikilize upumbavu wenu wazee, watu wazima mnakaa kuongelea watoto wa wazee wenzenu. Wewe kakae na mtoto wako. Umchunguze vizuri. Umpe ushauri, la sivyo atauliwa hapa kijijini. Nakwambia atakufa. Wewe mzee nani? Atakufa.
ndio bedi. Niambie usitaki kunitufulia mtoto kabisa. Sio kukuchafulia mtoto wako. Tena nisikilize kwa umakini. Wewe mtoto wako atakuja kuona wananchi wenye hasira kali. Angalia alivyochanganyikiwa. Utaletewa maiti. Angalia alivyochanganyikiwa. Blaza wangu. Yule kijana anamuita mzee. Amechanganyikiwa. Blaza wangu. Unamuelewa? Nikwambie. Sikia, unamuelewa lakini huyu simuelewi. Naona kama vile anamchanganyikiwa tayari. Yaani ukasema wewe mwandangu amekukamata mzee. Alafu na wewe unaonekana ni mkorofi kama yeye. Mtoto wangu. Kama kama nani hapa? Wewe mzee mzima unakuwa kama mtoto mdogo yule. Aisee wewe ndio kuambia kama mshauri mwanao. Sasa unataka kusikiliza mtoto wangu kama wenyewe sikiliza. Hatuwezi kumaliza. Hivi. Sasa wewe hatuwezi kumaliza. Tukaonana. Kama mshauri mwanao hatuwezi kumaliza. Kakaenda vizuri mshauri mwanao. Sasa hivi na ndio hivi. Muendeeni tu. Muendeeni. Wewe hadi wagopi umani. Mtoto wangu akipata hitilafu yote ile. Tutaona mimi na wewe. Barabara tutakutana tu hapa. Mzee, dumera gani? Niliogopa nashukuru. Hiyo kawa nani? Oya. Mama, wewe unanitende. Make kwa naona sana lakini sasa kama huyu mzee mtu mzima hivi anasema kwa mtoto unampiga roho. Yao ni wewe unasingizia watoto wana nini tu unamjua vizuri. Tatizo unaniona wewe unampeleka yule mtoto kwenye shule ile kubwa ambayo ina uwezo. Na mimi mwenyewe hapo najituma vibaya vyangu. Dumera nani? Huyu ni mzee. Yule kijana mimi najua hawezi kumkabili mzee roba. Ni kitu ambacho amsingizia. Wewe yule kijana anasoma. Basi bwana, wewe msema zangu. Kwa hiyo yule anasoma ili amsaidie hivyo hata mimi nipate maisha niwe kama wazee wengine. Haya poa. Ila nimekwambia. Mzee kama huyu hana hela kununua kao, usimuongeze kao huyu. Naona kama hana hela. Yaani wazee kama unaleta umbea kwenye kijio kwa mtoto fulani, mtoto fulani. Lipia. Lipia. Kwa nini sasa nikisema mdume yeye anakupa? Lipia. Bwana nguo nimeziacha nyumbani. Hapa niacheni. Nilizaliwa kijijini chini ya mbuyu kubwa. Ndoto zangu zilikuwa nyingi kama nyota angani, lakini baba aliniona dhaifu. Mwanamke si kitu, alimpa kaka kila fursa, nami nikasahaulika. Napambania ndoto. Esther, naona unajibu maswali mengi sana. Unaweza muda mfupi ukatuelekeza sisi kama darasa? Ndio, hata usijali. Maana hichi kipindi cha mitihani wote tunatakiwa tuelewe. Sawa? Haya, hata usijali. Wanafunzi wenzangu hamjambo? Hatujambo. Kwa kuwa hapa ni kipindi cha mitihani, unaonaje kama tukikumbushia tuliofundishwa na walimu? Sawa. Sawa. Kumbushia basi somo la Kiswahili sisi. Kuna wengine ambao hatujaelewa, ambao hawajaelewa, si ndio? Tuelekezane, kuna sehemu mimi nimeelewa, nyinyi hamjaelewa, au nyinyi mmeelewa, mimi sijaelewa. Sawa? Kwa tumesoma kwamba tumesoma nini kwanza? Walinizomea sokoni, wakaniita jinga, lakini kitabu mkononi kilikuwa panga wangu. Nombania ndoto yangu, hata kama ni kivuli, hata kama ni jua kali, sitarudi nyuma. Ndoto yangu nitakizani, ni mwanga wa maisha, nitainua sauti yangu. Esther si mdogo tena.
anatabasamu, machozi yakimtoka, ananita daktari wangu mbele za watu wote. Kaka ananita shujaa, mama nasema Esta, umetufungua macho, umetufunza thamani ya ndoto. Napambania ndoto yangu, si kwa ajili yangu tu, bali kwa kila binti ana